bora kuhusu Shalulile. Ndio. Umemwona alivyo vile. Ndio. Ni mchezaji mmoja ambaye ana discipline sana. Yani kama ulivyomuona hana sijui hairstyles za kiuniuni zile, hana tattoo, hajawahi kusikika na skendo za dada zetu wale warembo sana. Lakini ni hapa jaji, hapa ndo kafika. Hapa can you compare hapa na South Africa? Lakini hapa kwa mchezaji anayecheza Mamelodi Sundowns. Hivi hapa unapajua huu mji Kamanda? Nauliza tena. Ashafika Goba. Ashafika Goba. Kamanda, hiyo ni South. Unapajua vizuri Santon lakini. Napajua. Lakini ni kule. Unapajua vizuri Pretoria palivyo. Sinza na Pretoria. Mbingu na ardhi. Sawa, Pretoria pakubwa lakini Sinza ni padogo, lakini ni kama Pretoria B. Yani mbaya zaidi Peter, kwa hivyo unavyozungumza Peter hanywi pombe, sio mhudhuriaji wa kumbi za starehe, ni Kamanda huyu mtu unamjua vizuri. Yani unajua kuna watu inawezekana baadhi ya mashabiki labda wa Simba wanaweza wakawa wanaombea aangukie kwa ndugu zetu wa Magomeni na Wagoba ambao anawataja wale wa kwenye liquor store, anawataja Rich Kiza. Lakini Shasha huko amtampata. Sasa umesikia anavyosema Kamanda, na wewe ndio ulionyesha wasiwasi, lakini Peter muangalie tu. Peter jana, yani ukimwangalia Peter huwezi kuona miaka 30. Yani wachezaji wa kutoka Namibia kwenye ligi ya South Africa wanasifiwa kwa discipline, kwa sababu hata pale Orlando Pirates tunaye mmoja anaitwa Dion Hoto. Dion Hoto ana miaka 35 unajua. Anaelekea 36. Lakini kwenye Orlando Pirates pale ndo mchezaji anayechukua mshahara mkubwa kuliko wote, na ndio mchezaji muhimu na umri wake hivyo uliokwenda, na hata kwenye work rate ukipima vijana ambao wamewazidi miaka 7 hawatoi effort kama anayotoa yeye uwanjani. Kwa hiyo Shalulile naye ameumbwa kwenye udongo huo kabisa. Na Evans naona kama ataka kubadilisha mawazo. Unajua unaweza ukaamka mawazo yake ya siku ile labda alipitiwa, lakini leo naona kama baada ya kumuona Shashaman jana kidogo umetetemeka. Atetemeka na nini? Yaani kinachonitetemesha ni nini hayo? Mimi mentality ya Shasha. Hizo kauli wamezungumza wachezaji wengi. Ya hivi. Yes, sio mtu wa kwanza kuzungumza. Yaani wachezaji wengi wamezungumza vitu positive, lakini kinachokuja kutokea uwanjani sio maneno. Uwanjani watu wanataka kuona kazi. Kuna watu walikuja walioahidi watakuwa matop scorer. Kuna mtu aliwahi mpaka kocha kumtetea akasema akatwe na mkono. Nani wewe? Mtu kuna swala la mkono katika hapo katika kilichotokea mchezaji alifikisha hizo goli. Akatwe mkono ili iwe. Si ahadi wake. Yaani mimi huyu mtu namwamini. Chuma kinafunga hizo goli. Asipofikisha ndio ni kiganja. Lakini huyo mtu ambaye aliwekewa ahadi hiyo hakuwa na profile kama ya Shalulile. Yani alifikisha, alikuwa ni mwenye za hela kwa Molinga. Alisema Molinga alifikisha goli ngapi? Alisema asipofikisha at least magoli 11 ndio hiyo changamoto akutane nayo, lakini alicheza na akafikisha magoli. Molinga Falcao alikuwa striker, anajua kwa hiyo hiki kuzungumza inawezekana ni swala moja. Mimi ambacho nataka kukiona ni kiwanjani. Mimi kuzungumza unaweza kuzungumza chochote unachojisikia. Kiwanjani ni nini unaenda kutupa? Wala usipate tabu Evans. Wewe mpe muda. Yes. Wewe mpe muda. Evans anampa muda lakini ana wasiwasi, na wasiwasi ndio akili kama. Sasa ndio akili. Mimi kitu ambacho labda nataka kuhoji hapa. Kwa sababu mimi najua Yanga wamesajili washambuliaji wengi sana kuanzia msimu uliopita na mpaka msimu huu hapa. Kuna Depo, kuna wale wengine ambao wawili wapo. Kuna Mzize ambaye atarudi na muongeza Shasha. Mimi ninachojua ni kwamba Yanga wanaamini kwenye ligi tayari dominance ipo kwenye level ya kipekee kabisa. Na wanachokiwaza sasa hivi ni kwenye Champions League. Na naamini usajili huu ambao wameufanya ni usajili wa Kiafrika zaidi, kwenye Champions League zaidi. Kwa jinsi ambavyo umemtazama Shasha kwa kipindi cha miaka kadhaa akiwa na Mamelodi Sundowns ambao amecheza muda mrefu zaidi, unaamini anaenda kuisaidia Young Africans kwenye soka, kwenye mpira wa miguu wa Afrika, especially kwenye CAF Champions League msimu ujao? Mtu mwenye profile kama ya Peter Shalulile sio mtu wa kumdoubt kwa upande wangu mimi. Na kwa nini? Ni mtu ambaye ameprove kwa muda mrefu. Hicho ndio kitu ambacho Shalulile inakuwa rahisi sana kwenye kumzungumzia. Yani inawezekana namba zake kwa misimu mitatu zikawa zinapungua,
lakini Shalulile ile profile yake, wasifu wake unambeba kwamba akiwa fit unajua kabisa anaenda kukupa kitu cha namna gani. Ni kweli usajili ambao umeufanya Shekina Ibrahim Toure, ukimwangalia pia Shalulile, ukimwangalia Albert Nangwanda, wachezaji waliokuepo Depu, pia ukiangalia ile striking force yote Young Africans, unaona kabisa kwamba walikuwa wanashindwa kuvuka kutoka kwenye group stage msimu ya hapa kati kwenda kwenye quarter finals. Sasa wanataka watoke kwenye group stage waende kwenye quarter finals, sehemu ambayo washai kucheza. Sasa ili uweze kwenda kwenye hatua ya nusu finali, mimi naamini kwamba ile hatua ya robo finali ni hatua ambayo unapaswa kuwa unacheza sana mara nyingi, sio uende tu mara moja alafu uweze tu kupita. Hata Shalulile mwenyewe jana alisema kuna ile press conference alisema ili uweze kuwa bingwa Afrika ina maana kwamba unabidi uwe unacheza, lakini unasogea kwenye zile hatua, unashindwa na urudi tena. Lakini alipokuwa anazungumza ile failing hakuzungumzia kwamba kutolewa kwenye group stage ama robo finali. Alikuwa anazungumzia semi-finals ambapo Mamelodi wamecheza sana, hatua ya finali ambazo Mamelodi wamecheza, kwamba wanaenda finali wanafungwa, wanaenda finali wanafungwa, wanaenda semi-finals wanafungwa, wanaenda semi-finals wanafungwa. Mwisho wa siku msimu uliopita wakaenda kutoa ubingwa. Kwa hiyo Shalulile, Sheikh Ibrahim Toure, Depu, Albert Nangwanda na Mzize, ambao wao wote wapo kwenye ile striking force ya Dar es Salaam Young Africans, cha kwanza msimu unaofuata huu ambao unaenda kuanza, wakienda kwenye Champions League lazima kwanza waende kuweka statement. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kwa mfano Yanga wakifail kwenye Champions League, hatua ipi? Kwa sababu Yanga hatua kubwa ambayo imekufika Champions League ni hatua ya robo finali. Yes. So nafikiri mpaka leo wanawaza namna gani ambavyo wanaweza wakarudi tena pale au wakaenda hatua ya nusu finali. Wakishindwa kuvuka kwenye hizo hatua, kuna kitu gani ambacho unahisi labda kitakuwa kimepungua labda kwenye eneo hilo la ushambuliaji ambalo na wachezaji takriban 4 ambao ni wana profile kubwa kiasi fulani? Sito judge sana. Unaweza kawa na wachezaji wakubwa katika eneo tunasema la ushambuliaji, lakini tukija kwenye safu ya kiungo, tukija kwenye defense, hii ndio hapa tunapokuja kuzungumzia timu nzima, hatusingle out kocha nani mchezaji mmoja, lakini pia lazima tuangalie pia kocha husika akiwa kama kocha mkuu. Ameshawahi tunasema kwamba kuifikisha timu kwenye zile latter stages kubwa? Hapana, akiwa kama kocha mkuu. Kwa hiyo wakienda kwenye hatua ya robo finali wakitolewa, kwangu mimi nitaona ni sawa kwao, kwa sababu ni timu mpya, kocha mpya, bado wanatengeneza msingi wao. Iwapo msingi na walishaenda huko na huko na Shasha na huko na wachezaji wametoka na Depu. Unajua Juma, mashindano ya CAF Champions League unahitaji kuwa na top pedigree. Ambao kwa Kiswahili ni nini? Yani uwe na ubora yani ambao wa kipekee. Sawa. Na Yanga hawana hiyo. Muangalie Shalulile kwa mfano, msimu uliopita Mamelodi Sundowns walikuwa mabingwa wa CAF Champions League. Lakini katika huo ubingwa wao Shalulile alicheza mechi 3 peke yake. Sawa. Alicheza mechi 3 sio kwa sababu hana uwezo, lakini ni kwa sababu pale Sundowns wakati Shalulile ana 32 anaelekea 33 wana Brian Lyon, wana Ikram Rainers. Sawa. Ukitoka Sundowns unaweza ukaenda kwa mfano kwenye klabu kama Esperance de Tunis. Angalia usajili wao ambao wameufanya. Kutoka hapo waangalie watu kama Zamalek au Pyramids. Lakini waangalie watu kama Orlando Pirates ambao msimu kabla ya huu ulioisha walifika semi-final. Msimu uliopita wakatolewa hatua za mwanzoni sana na Lupopo. Lakini they've had time kujenga upya kikosi chao na wameongeza depth, na wanakwambia kwamba sasa hivi wako vizuri kushindana on two fronts, mashindano ya ligi pamoja na mashindano ya ndani. Kwa hiyo yes, Shalulile ana hiyo pedigree ya Afrika kwa sababu kwenye top 10 ya wafungaji bora wa muda wote kwenye CAF Champions League yupo. Yeye ndio anashika nafasi ya 10, ana magoli 20 katika mechi 54. So he is a top player, lakini yeye peke yake hawezi kuibeba Yanga na kuleta tofauti. Lakini Yanga imefanya sajili karibia kila eneo la uwanja. Maana yake ni kwamba eneo la ushambuliaji ndio lilikuwa eneo la mwisho. Sasa ni kwamba okay, kwenye ulinzi tuko sawa, kwenye eneo la kiungo tuko sawa. Sasa pale mwisho kwa mfano unapozungumzia kwenye eneo la kiungo
wakati wewe una mtu kama yule Ngoma ambaye kasajiliwa na Yanga au na Duke Abuya au na Mudathir na Maxim pia Nzengeli, wenzio wana watu zaidi ya hao. Kuna mtu Ateboko Mokoena, sawa, kuna mtu Marcelo Ayende ambao ni top class players. Kwa hiyo ili uweze kushinda ubingwa wa Afrika unahitaji kuwa bora katika wakati huo, uwe bora kuliko Sundowns, uwe bora kuliko Orlando Pirates, uwe bora kuliko Pyramids, uwe bora kuliko Esperance. Ni rahisi hilo kutokea kwenye mashindano ya kombe la shirikisho kwa wakati huu, especially wakiwa wamebadilisha ile sheria kwamba timu zinazotoka kwenye CAF Champions League zinaangukia kwenye shirikisho. Kwa hiyo sasa hivi mashindano ya CAF Confederations Cup yamekuwa open kidogo. Ndio maana unaona club za Tanzania zinaweza kufanya vizuri. Azam njia yake ya kufika hatua ya makundi, Singida, Simba na Yanga ndani ya misimu miwili kati ya mitatu wote wanafika finali. Lakini kitu hicho kwenye CAF Champions League it becomes more difficult kwa sababu CAF Champions League na shirikisho sasa hivi unless kwa mfano msimu huu ukutane na timu kama Ahli au wakati ule Zamalek ukute naye kaangukia kule kwamba bwana mimi ndio niko hapa, hakuna namna. Kwa hiyo it's very difficult. Ndio maana mimi wakati mwingine huwa spendi hata kufikiria hiyo possibility kwa sababu bado kuna kazi kubwa sana. Yaani wakati wewe unaamini kwamba kumsajili Shalulile au yule Ture inaweza ikakusaidia, kuna mwenzio ana mshambuliaji bora kuliko huyo alafu mwenye miaka 6 pungufu. Hamwezi kuwa washindani kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo yes, Shalulile is a good addition. Kwa mfano kama ungekuwa umeshusha wachezaji kama Shalulile kwenye kila nafasi, yes you can be competitive. Lakini sasa imagine Shalulile sehemu ambako yeye ametoka pakoje, alafu unamsajili ukiamini ni Mwokozi, huko alikotoka patakuwa vipi? Okay. Tuzungumzie kidogo Ashraf. Ashraf unamkubali sana Shasha, na kutokana na kile ambacho amekifanya nafikiri na kuelewa ni mshambuliaji mzuri sana. Lakini swala la majeraha kidogo nalo limekuwa ni swala ambalo kidogo linazungumzwa. Sawa, kwa maana kwamba mwaka 2022 nakumbuka kuna kipindi alipata majeraha, alikaa nje kama siku 82 hivi. Mwaka uliofuata 2023 akakaa siku 24 nje kutokana na jeraha la msuli. 2024 pia vile lakini alipata jeraha la enka 2025 pia, ambalo hakupata injury ambayo ni kama za miguu sijui nini, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao nao kidogo swala la injury kwa miaka karibuni nao limekuwa linamsumbua. Tukiweka muktadha sahihi katika hiyo miaka uliyohitaji kwa maana ya 22, yani mwaka 2022 alikosa hizo siku 82 lakini bado kwenye misimu miwili alimanage kucheza jumla ya mechi 80 misimu miwili. Yani hiyo misimu miwili ambayo si kuna 21 22. Kwa hiyo tuna assume kwamba nusu ya mechi za msimu wa 21 22 na 22 23 ambako ukifanya nusu unakuta mechi 40 ambazo mara nyingi ndio mechi za msimu mmoja kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo in spite of hicho kinachozungumzwa, unajua katika miaka ya karibuni tumekuwa tuna tendency ya kuwa very alarmed tukisikia mchezaji amepata injury without knowing historia ama nature ya hiyo injury. Na ndio maana hata mchezaji kama Mohamed Bajabir tulikuwa tunaambiwa taarifa kwamba eti ni injury prone, lakini amepata injury moja tu kwenye career yake na bado ni mchezaji ambaye ana miaka chini ya 23. Kwa hiyo you expect him kwamba hiyo injury haiwezi kudefine career yake. The same way kwamba katika msimu ambao amekosa siku 80 na kitu bado he managed kucheza mechi 40. Kwa hiyo I don't think ni fair kusema kwamba huyu ni mchezaji mwenye changamoto ya injuries namna hiyo, kwa sababu idadi ya mechi ambazo amekuwa anacheza kwa Mamelodi Sundowns kwa kila msimu ambao amekuepo bado ni nzuri, na mechi zimekuja kupungua pale ambapo alikuwa tayari yuko fiti, ni nafasi tu kwenye kikosi cha kwanza haipo. Sawa. Tuangalie namna ambavyo Yanga wanaweza kumanage sasa Ashraf Junior kuhusiana na hawa washambuliaji ambao wapo ndani ya kikosi chao. Kwa asilimia kubwa yupi ambaye unaona ana nafasi ya kucheza mara kwa mara? No, nafikiri kupata nafasi ya kucheza kwenye timu sio issue kupredict tu nje, kuona namna gani fulani anaweza akacheza. Inategemea na kwenye wakati wa maandalizi ya timu, kama kwenye pre-season unamuonyesha nini mwalimu. Of course tunaweza tukawa tunazungumza kuhusiana na issue profile ya Shalulile, na tunajua kwamba ni mchezaji ambaye ni top quality, lakini
Ibrahim Toure akawa anamshangaza mwalimu sana kwenye uwanja wa mazoezi kama mshambuliaji. Akawa anafanya vitu vya ajabu sana huko. Mpaka mwalimu akasema okay, naelewa kwamba Peter ni mchezaji mzuri, lakini wewe nitaondoka na wewe. Au tunaweza tukaje hapa tukasikia kwamba kuna mabalaa yanafanyika na yule bwana mdogo aliyotoka Mashujaa yule Mihambo. Mihambo anafunga kila kukicha. The end of the day ndo atapata namba, kwa sababu kocha anampanga mshambuliaji ambaye au mchezaji ambaye anampa kile ambacho anahitaji. Hatupangi kwa kuangalia jina au ulikotoka. Tunaangalia hapo unafanya nini. Inawezekana system ya hapa haikubebi ukashindwa kuperform, alafu kuna mchezaji mwingine ambaye anafanya vizuri hapa. That's why tulishawahi kuona wachezaji ambao walishafanya vizuri kwenye sehemu tofauti tofauti wakawa MVP wakaja hapa wakashindwa kuperform. Sio kwamba ni wachezaji wabaya, lakini inawezekana system ya huko ilikofika haiwabebi tofauti na walikotoka. Kwa hiyo kujibu swali lako la msingi kwamba ni nani ambaye namuona atapata nafasi ya kucheza, naamini mwalimu ndo ana jukumu kubwa la kumwangalia na kuona kwamba okay, inawezekana Toure ni mzuri kwangu mimi kwa hii aina ambayo nahitaji ya timu yangu nataka kucheza, au Peter Shalulile umeenda moja kwa moja kwenye kile ninachokitaji. The end of the day wanabaki wanabadilishana. Mfano kipindi kile wakati Yanga kuna Mayele, kuna Musonda, kuna Mzize pia, si ndio? Mzize alikuwa wa moto kiasi ambacho kuna wakati ilibidi sasa wao wanacheza wawili au anacheza